Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia ya hayati Cleopa David Msuya, viongozi wa kitaifa, waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana, amani ya Bwana iwe nanyi. Ufuatao ni wasifu wa hayati David Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa: hayati Cleopa David Msuya, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizaliwa tarehe 4 mwezi Januari mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvu, kata ya Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa 5 katika familia ya watoto 9 wa marehemu mzee David Mhako Kilenga Msuya. Elimu: hayati Cleopa David Msuya alipata elimu ya msingi katika eneo la Usangi. Alisoma shule ya msingi ya Kivindu kati ya mwaka 1939 mpaka mwaka 1942. Pia alisoma shule ya elimu ya kati Usangi Natives mwaka 1943. Alijiunga na elimu ya sekondari ya Old Moshi na kuhitimu kidato cha 4 kati ya mwaka 1944 hadi mwaka 1949. Alijiunga na elimu ya sekondari ya shule ya Tabora Sekondari na kuhitimu kidato cha 6 kati ya mwaka 1950 hadi mwaka 1951 na kuzawadiwa cheti cha Cambridge. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na Chuo Kikuu cha Makerere nchini Uganda mwaka 1955 ambako alisoma akahitimu na kutunikiwa shahada ya kwanza ya sanaa katika historia, sayansi, siasa na jiografia. Historia ya utumishi ya hayati Cleopa David Msuya. Utumishi wa serikali. Hayati Cleopa David Msuya baada ya kuhitimu chuo kikuu alijiunga na utumishi wa serikali na kutekeleza kazi zake katika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1956 hadi mwaka 1961 alifanya kazi ya afisa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1961 hadi mwaka 1964 alifanya kazi katika cheo cha naibu kamishna wa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1964 hadi mwaka 1965 alikuwa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni wa Taifa. Mwaka 1965 hadi mwaka 1967 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji. Mwaka 1967 hadi mwaka 1970 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu wizara iliyokuwa inahusika na uchumi na mipango. Mwaka 1970 hadi mwaka 1972 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha na Hazina. Utumishi wa kisiasa. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na utumishi wa kisiasa kwa kuchaguliwa kuwa mbunge na kutekeleza kazi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1972 hadi mwaka 1975 alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha. Hayati Cleopa David Msuya mwaka 1975 hadi mwaka 1980 alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda. Mwaka 1980 hadi mwaka 1983 hayati Cleopa David Msuya alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1983 hadi mwaka 1985 hayati Cleopa David Msuya
alikuwa mbunge wa Mwanga na waziri wa fedha. Mwaka 1985 hadi mwaka 1990 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha na masuala ya uchumi na mipango. Mwaka 1990 hadi mwaka 1994 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda na biashara. Mwaka 1994 hadi mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa na kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1995 hadi mwaka 2000 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga. Ilipofika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2000, hayati Cleopa David Msuya alitangaza kung'atuka ubunge wa jimbo la Mwanga na kustaafu utumishi wa umma na utumishi wa kisiasa. Nyadhifa katika utumishi wa chama. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwanachama hai wa TANU kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1977 na baadaye kuwa mmojawapo wa waasisi wa Chama cha Mapinduzi kilipozaliwa tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1977. Hayati Cleopa David Msuya katika kutumikia chama alishika nyadhifa mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1982 hadi mwaka 1992 alikuwa mjumbe wa NEC CCM. Mwaka 1992 hadi mwaka 1995 alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM na halmashauri kuu ya CCM. Mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya katika chaguzi za awali ndani ya chama alichaguliwa kuwa mmojawapo wa wagombea watatu wa nafasi ya kuwania tiketi ya CCM ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2012 hadi mwaka 2014 hayati Cleopa David Msuya aliendelea kushika nafasi muhimu za chama katika wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro. Na hapa ndipo tunapohusisha na ujumbe uliotolewa na viongozi wa dini kwamba mzee Msuya alikuwa kiongozi mkubwa kule Mwanga na kupewa kwa mzee wa Mwanga kwa sababu baada ya kumaliza nafasi mbalimbali za kiserikali za juu alirudi kuwatumikia wananchi wake katika maeneo ya kwake. Kazi nyingine za huduma na uongozi katika taasisi mbalimbali nchini. Hayati Cleopa David Msuya mwaka 1983 hadi 1990 aliongoza timu ya serikali iliyoandaa na kusimamia programu ya maboresho na kufufua uchumi wa Tanzania. Mwaka 1994 hadi mwaka 2012 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Community Development Trust Fund. Mwaka 2007 hadi mwaka 2021 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam. Mwaka 2004 hadi 2019 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Kilimanjaro Development Forum. Mwaka 2007 hadi mwaka 2021 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa bodi ya Tanzania Breweries Limited. Na mwaka 2014 mpaka sasa unapomfika umauti alikuwa mjumbe au kiongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mwanga. Halmashauri ya wilaya ya Mwanga ilimpatia hayati Cleopa David Msuya jina la baba wa Mwanga. Na hapa ndipo tunapohusisha na ujumbe uliotolewa na wazee viongozi wa dini. Kazi katika taasisi za kikanda na za kimataifa. Hayati Cleopa David Msuya katika uhai wake alifanya kazi za kuiwakilisha nchi katika taasisi mbalimbali za kikanda na za kimataifa kama ifuatavyo. Hayati Cleopa David Msuya katika nafasi yake ya ukatibu mkuu
na baadaye waziri, alishiriki katika majadiliano ya kundi la nchi za Afrika, Caribbean, Pacific na Jumuiya ya Uchumi wa Ulaya. Vile vile aliwakilisha Tanzania katika Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC, Jumuiya ya Uchumi ya Afrika na eneo maalum la biashara la Mashariki, Kati, Kusini mwa Afrika. Pia alijenga mawasiliano na ushirikiano na Benki ya Dunia na taasisi nyingine za fedha kimataifa wakati akihudumu katika Wizara ya Fedha hapa nchini. Maeneo ya uzoefu aliyopenda hayati Cleopa David Msuya. Uzoefu wake na maeneo aliyoyapenda ni maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na alijikita maeneo yafuatayo. Kwanza, alijikita katika maeneo ya maendeleo ya kilimo. Pia alijikita katika maendeleo ya vijiji na maendeleo ya jamii. Vile vile Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya alijikita vile vile kwenye suala la fedha na ugharamiaji wa maendeleo na fedha za umma. Vile vile alijikita uendelezaji wa viwanda na biashara, hususan uanzishaji wa vyuo vya ufundi VETA na mafunzo ya ujasiriamali katika jamii na uendelezaji wa viwanda vidogo vidogo, yani SIDO. Pia hayati Cleopa David Msuya katika mashirikiano ya kikanda na mitangamano ya kiuchumi, vile vile katika vitu alivyovipendelea na kuvifanya. Kimsingi, baada ya kung'atuka kwenye utumishi, hayati Cleopa David Msuya alielekeza nguvu zake na muda katika maeneo ya kilimo, maendeleo ya jamii vijijini, fedha na uwekezaji. Pia alijihusisha na maendeleo ya biashara, viwanda, mashirikiano na mitangamano ya kikanda. Nishani. Hayati Cleopa David Msuya ametunikiwa nishani mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1985, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua mchango wake hayati Cleopa David Msuya katika maeneo ya nchi yetu, alitunikiwa nishani ya taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa kutambua mchango wa hayati Cleopa David Msuya, alimtunuku nishani ya Mwenge wa Uhuru daraja la pili mwaka 1961 mpaka 2011. Hayati Cleopa David Msuya alitunikiwa hati ya heshima ya Muungano daraja la kwanza ya mwaka 1964 hadi mwaka 2014. Ushiriki katika dini. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa muumini wa dini ya Kikristo kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, na alipendelea sana kufanya ibada kama ilivyoelekezwa na kanisa na neno la Mungu. Familia. Hayati Cleopa David Msuya alimuoa Bi Rhoda Christopher Mshana tarehe 11 mwezi Januari mwaka 1959, ambaye alifariki tarehe 1 Agosti mwaka 2005. Hayati Cleopa David Msuya alijaliwa kupata watoto 6, wa kiume 4 na wa kike 2. Pia alijaliwa wajukuu 10. Ugonjwa na kufariki. Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya alikuwa akifanyiwa matibabu ya moyo katika hospitali mbalimbali, ikiwemo hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam na hospitali ya Jakaya Kikwete iliyopo Dar es Salaam, na vile vile alipata matibabu mara kwa mara nchini Uingereza tangu mwaka 2022. Mheshimiwa Cleopa David Msuya amefariki au alifariki tarehe 7 Mei mwaka 2025 majira ya saa 3 asubuhi akiwa na umri wa miaka 94.
naomba kuungana na wote kama ambavyo viongozi wa dini wametuasa walioguswa na msiba huu kutoa pole kwa familia, kwa viongozi wa serikali na wana wa Mwanga. Baba alitoa, Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amin. Asanteni sana. Tunakushukuru Katibu Mkuu Utumishi kwa wasifu wa hayati Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Rais, kinachofuata sasa ni salamu kutoka kwa familia. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Bi Joyce Msuya Mpanju, ni mtoto wa hayati Msuya, kwa ajili ya salamu za familia. Karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, CDF General Jacob Mkunda, Mheshimiwa Dr. Kikwete, Rais mstaafu, Mheshimiwa Dr. Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Abdalla, Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma, viongozi wa staafu. Napenda pia kutambua uwepo wa mawaziri, makatibu, mabalozi na viongozi wa dini. Itifaki zote zizingatiwe. Kabla sijatoa salamu za familia, ningependa kwanza kuongelea kuhusu baba yetu Msuya kama baba, kama mume, kama babu, kama mjomba na mengi. Kama ilivyosemwa hapo awali, marehemu baba yetu mpendwa na marehemu Mama Roda walikuwa ni wazazi wana hekima. Sisi kwetu wote sita walihakikisha kwanza, pamoja na yote mliosikia kuhusu baba kufanya kazi serikalini, lazima kila Jumapili twende kanisani, lazima kila likizo twende Usangi, tujitolee kwenye jamii ambayo ilimkuza baba na mama. Alikuwa ametufundisha yeye pamoja na mama ukweli, heshima. Alikasirika sana kama akisikia tumetumia jina lake kupata kitu chochote tangu tulivyokuwa watoto. Tangu tumekuwa watoto, alikuwa amesema sisi ni Watanzania. Na kwa mfano, mimi nilivyomaliza miaka 6, wote tumeenda shule za serikali, na tunashukuru sana nchi kwa kutupa elimu ambayo imetusaidia kufika hapa tulipofika. Alihakikisha lazima wote tuende jeshini, na hata nilivyokuwa naongea naye kipindi hicho alikuwa ameshaamua yeye na mama kwamba mimi lazima niende Mafinga. Alikuwa hataki tuwe karibu na sehemu yoyote ambayo kazi yake ilikuwa imemfanya awepo. Na swali aliloniuliza, alisema, kwa nini unadhani wewe uko special zaidi kuliko Watanzania wengine uende karibu mimi nipo badala ya kwenda Mafinga? Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana kwa sababu alikuwa ni baba ambaye anasimamia mambo, hasahau. Baada ya kuwa mtu mzima, hata nikiongea naye atatupa kitabu,
atahakikisha baada ya wiki 2 mnasoma hicho kitabu na unakaa unaongea naye na yeye anakuuliza maswali kuhusu kitabu. Tunamshukuru hakutupa pesa, alikuwa anasema lazima tuhangaike kujitafutia badala ya kusubiri yeye au mama watutafutie. Tunashukuru hata wakati wa likizo tukitoka boarding schools alikuwa anawapa likizo wafanyakazi nyumbani ili wote tuweze kwenda jikoni tukapike na tusafishe nyumba na tujifunze kuishi kama yeye na mama walivyoanza. Kipindi hicho hatukuelewa hayo mafunzo yatatusaidiaje, lakini kama mimi na ndugu zangu ambao tuko nje tumeweza kukaa nje na kufanikiwa kwa sababu ya masomo kuanzia kupika mpaka shuleni ambayo baba na mama walitufundisha. Baba pamoja na kwamba mara nyingi Jumapili alikuwa anaenda kazini, kwa mfano alipokuwa waziri wa fedha, kabla hajaenda kazini kitu cha kwanza alikuwa anauliza ni kama tumeenda Azania Front na kama tumejiunga na kwaya. Nyumbani kulikuwa hakuna tofauti ya elimu au kufundishwa kati yangu mimi, dada yangu na watoto 4 wa kiume. Hakujali kwamba kulikuwa kuna wasichana au wavulana, wote tulipata sehemu na opportunities za kujiendeleza kama kaka zetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Baba amefariki miaka 20 baada ya mama kufariki. Baada ya mama kufariki hatukujua kama angeweza kukaa bila mwenzi, lakini tunamshukuru Mungu, kipindi chote hicho alisimama imara na kuhakikisha familia haisambaratiki. Baada ya mama kufariki akasema lazima aje atembelee kila nyumba ya mtoto wake, kwa sababu mama alikuwa anafanya hiyo kazi ili acheze na wajukuu. Kwa hiyo tunamshukuru pia wajukuu ambao wanamfahamu babu yao, wanampenda babu yao kama wamezaliwa nje au hapa, lakini ile bond kati yao na wajukuu na babu yao ni kubwa sana. Wakwe wote ambao walikuja kwenye familia ya Msuya walikaribishwa kama watoto wake, pamoja na kwamba wengine wametoka Japan, wengine wametoka mikoa mingine ya Tanzania, lakini wote tulikuwa ni watoto wa mzee Msuya. Kitu ambacho hakupenda: ubabaishaji, uongo, uvivu, dharau na majivuno. Na kila siku alikuwa anatukumbusha. Mimi nilipata nafasi ya kuongea na baba, marehemu baba, masaa 14 kabla sijapata habari kwamba ametutoka. Na tulipoongea kwenye simu, pamoja na kwamba alikuwa hajisikii vizuri, alichokuwa anaulizia ni wajukuu wangu wanaendeleaje, wewe unaendeleaje, umekula. Kila nikimuuliza wewe unaendeleaje, una maumivu, anasema hapana, nataka kujua umeongea na kaka yako ambaye yuko Japan, umeongea na wakwe zako. Alikuwa hajijali yeye zaidi kuliko familia. Kwa hiyo kifamilia, kwa kweli tunamshukuru. Sisi katika familia tuna kila sababu ya kushukuru. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake kwetu sote. Tunashukuru kanisa na dini zote. Hata Usangi tulikuwa tukienda siku nyingine anasema tuende kwenye misikiti kutoa misaada. Tunamshukuru mchungaji wa Azania Front, baada ya marehemu baba kuondoka alijumuika nasi kutoa sala na kutufariji. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumtazama na kumlea vyema baba katika kipindi chote cha uhai wake, hasa baada ya kustaafu. Shukrani za kipekee tunazitoa kwako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yako mahususi ya viongozi wastaafu kutazamwa kwa jicho la pekee. Kupitia kwako, shukrani zetu kwa waheshimiwa marais waliotangulia ambao walimpa baba yetu nafasi ya kuhudumu na kutumikia taifa
na kumtunza pale alipostaafu. Wengine wametangulia mbele ya haki, lakini Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete tunaye hapa. Asante sana. Niruhusu pia tumshukuru Mheshimiwa Waziri George Simbachawene na mawaziri waliomtangulia na makatibu wao kwa kumtazama vizuri na kumlea mzee wetu katika kipindi chote cha uhai wake. Na kipekee nitaje idara ya utumishi na afisa dawati mkurugenzi msaidizi Binyasinde Mukono ambaye alikuwa anamcheki baba kila siku. Hali kadhalika Wizara ya Afya, dawati la matibabu nje waliowezesha kila mara kwenda kwenye matibabu nje alipohitajika kufanya hivyo. Niwashukuru pia mabalozi wa ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza ambao alikuwa akifanya matibabu kwa kuwa wenyeji wazuri na kumwangalia baba na kumpelekea vitabu. Pamoja na kwamba anafanya matibabu, bado mlikuwa mnakuwa na debate sessions nao, maafisa wao kwa huduma wenu na ukarimu ambao mlikuwa mnampatia. Shukrani za pekee sana kwa wasaidizi wa marehemu baba. Mama aliondoka miaka 20 iliyopita. Kati ya watoto wake 6, mmoja alifariki, 3 tuko nje na 2 wako hapa. Lakini waliokuwa wanatupa amani ni wasaidizi, walinzi, wapishi, madereva, wote ambao wamefanya kazi na baba kipindi chake chote cha uhai, wengine zaidi ya miaka 30, na bado walikuwa wanarudi nyumbani kumsalimia mzee. Madaktari wa hospitali kule alikokuwa akitibiwa London, hospitali ya Mzena, ambao walikuwa wakimtibu hadi mauti yalipomkuta. Tunapenda pia kutoa shukrani nyingi sana kwa marafiki, ndugu na jamaa na waajiri wetu ambao tangu msiba umetokea mmekuwa pamoja nasi tangu siku ya kwanza. Kwa kweli orodha ya kushukuru ni ndefu sana. Wengine tutapata wasaa wa kuendelea kuwashukuru mmoja mmoja kadri fursa itakapopatikana. Tunaomba kwa hatua hii mpokee shukrani zetu za jumla kutokana na muda na ratiba kutokuwa rahimu sana kwetu. Sipati maneno yenye uzito wa kutosha wa kutoa shukrani zetu vile ambavyo tungependa zipokelewe. Lugha pekee ambayo inayoweza kubeba hisia zetu na shukrani zetu katika hali hii ni lugha ya Kipare. Niseme avache sana. Asanteni. Asante Bi Joyce Msuya Mpanju kwa salamu za familia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kinachofuata hivi sasa ni salamu za pole kutoka kwa viongozi mbalimbali. Na niwaombe kwa faida ya muda, viongozi watakaopata nafasi ya kuja kutoa salamu za pole itoshe kwenye itifaki kutambua uwepo wa Mheshimiwa Rais pekee na sio viongozi wote waliopo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, aweze kutoa salamu za pole. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wote, tunakupa pole sana wewe, lakini tunawapa pole sana familia kwa kuondokewa na kiongozi huyu mkubwa na kiongozi muhimu sana. Lakini zaidi viongozi wa dini tunawashukuru sana. Mmetoa mahubiri mazuri ambayo kwetu sote tumeyasikiliza kwa umakini mkubwa. Mheshimiwa Rais, maelekezo yote ambayo umeyatoa kuhusiana na msiba huu kwetu kupitia ofisi yako, kupitia ofisi ya Mheshimiwa Simbachawene, tumeyatekeleza yote kama yalivyo. Moja ikiwa ni kuhakikisha eneo hili tunalikarabati kiasi cha kutosha ili liwe na sifa na hadhi ya kuweza kuaccommodate viongozi wakubwa.
lakini pia maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia ofisi ya Mheshimiwa Lukuvi tumeyatekeleza yote, ili pia msiba wetu usiweze kuwa na kasoro ya aina yoyote. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, juzi wakati nipo kwenye msiba nilipata bahati ya kijana mmoja kunisimulia mengi sana kuhusu maisha ya mzee wetu Msuya. Na moja jambo ambalo nilizungumza, alisema mzee Msuya alikuwa ni kiongozi anayechagua sana maneno ya kuongea na ambaye alilinda sana heshima na hadhi ya cheo chake, na kila wakati alipotaka kushauri jambo, iwe ni serikalini ama mahali popote, alikuwa ni mtu makini sana, aliavoid sana kamera na video. Lakini kamwambia, mbona kamera na video ndio zinatusaidia kupeleka ujumbe? Akasema hapana, kamera na video zinaweza zikafikisha ujumbe mzuri sana, lakini pia zikaonesha namna ulivyo dhaifu wewe kama kiongozi. Baada ya hapo nikasema basi tumshukuru Mungu kwa maisha ya mzee wetu huyu, na nikamshukuru sana na nikasema neno tu amina. Nami niishie hapa, nashukuru sana. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nimkaribishe Comrade Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ndugu zetu wanafamilia na ndugu viongozi, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nasimama hapa kutoa salamu za pole kwa wanafamilia na ndugu wote wa marehemu pamoja na Watanzania wengine. Mheshimiwa Rais, majuzi ulinipa maelekezo ya kutembelea viongozi wakuu wastaafu kupata maoni yao namna ya kuimarisha Chama cha Mapinduzi. Na mmoja niliyowatembelea alikuwa mzee wetu Jaji Joseph Warioba. Katika mazungumzo yangu na mzee Warioba, katika mambo aligusia ni uwezo mkubwa wa mzee Msuya. Alielezea jinsi alivyokuwa akijitoa kwa taifa. Alielezea ambavyo alipewa madaraka magumu katika nyakati ngumu. Kwa mfano, alipewa waziri mkuu mara tu baada ya vita ya Idi Amin kati ya mwaka 80 na 83. Lakini pia alipewa tena mara ya pili waziri mkuu mwaka 1994 na 95 wakati wa mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee Warioba, mzee Msuya alikuwa na moyo wa kipekee. Alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirikia mwenye mawazo tofauti. Na alinisihi nitakapokwenda kwake nimuulize maswali mengi na niende na notebook ili nisije nikapoteza chochote atakachokisema. Kwa bahati mbaya sikufanikiwa kwenda huko. Kwa maneno mengine, nitalazimika kurudi kwa mzee Warioba ili anieleze, kwa sababu anayajua na hakutaka kuniambia yeye mwenyewe. Mheshimiwa Rais, lakini moja kubwa sana ambalo mzee Warioba aliniambia ni jinsi ambavyo mzee Msuya alifanya mambo mengi mazuri, lakini kamwe hakuwa na tabia ya kujigamba. Na hili ni moja ambalo pia Mheshimiwa Rais tumejifunza kutoka kwako. Kwa mambo ambayo umeyafanya kwa miaka hii mitano katika nchi yetu, ungekuwa na tabia za watu wanaojigamba, nadhani nchi ingekuwa ngumu sana hii. Lakini tabia yako na tabia ya mzee Msuya zinafanana. Ni wito wangu kwa vijana na wananchi wengine wa Tanzania, kila mmoja wetu kuona wajibu mkubwa ambao kila mmoja anao kwa taifa letu, na kila mtu kufanya kila kilicho ndani ya uwezo wake kuitumikia nchi yake bila kujali sifa anazopata. Chama cha Mapinduzi tutauenzi na kuuthamini mchango mkubwa wa marehemu Cleopa David Msuya, na daima tutafuata yale aliyoyaelekeza. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema hayo, nawashukuruni sana. Mungu ailaze roho ya marehemu Cleopa Msuya, Mtanzania aliyeipenda nchi yake, mahala pema peponi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mawaziri wakuu wastaafu nimkaribishe Mheshimiwa John
Samuel Marechela, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo yenye majonzi na huzuni mioyoni mwetu, ambapo tumekusanyika kwa umoja wetu kumwaga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Cleopa David Msuya. Kwa pamoja tunatoa pole nyingi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote. Mheshimiwa Rais, naomba uwepo wa viongozi wengi wa aina mbalimbali. Nisamehewe hapa kusema kwamba itifaki imezingatiwa badala ya kutaja orodha ya wote viongozi walioko hapa. Ndugu viongozi wa serikali, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki wa Tanzania wenzangu, tumekusanyika hapa kwa huzuni kuu na mioyo iliyojaa majonzi kuaga rasmi mmoja wa watumishi wa umma waliotumikia taifa letu kwa uadilifu, uaminifu, busara na moyo wa kizalendo wa hali ya juu, hayati Mzee Cleopa David Msuya. Nimesimama mbele yenu leo si kama miongoni mwa viongozi wenzake wa zamani, bali kama ndugu, rafiki na mshirika wa karibu katika utumishi wa taifa letu. Nimemfahamu Mzee Msuya zaidi ya nusu karne au miaka 50. Tulifanya naye kazi pamoja katika nafasi mbalimbali za serikali. Na nimejifunza mengi kutoka kwake. Nimejifunza mengi kuhusu uongozi, nimejifunza kwake kuhusu nidhamu kazini, nimejifunza kwake kuhusu kutanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya maslahi ya mtu binafsi. Mzee Msuya alikuwa mtu mtulivu, asiye na papara, mwenye hekima ya hali ya juu. Alikuwa ni kiongozi aliyesikiliza kwa makini kabla hajazungumza, na kila alipozungumza alizungumza maneno yenye busara na yenye mshiko. Katika kipindi cha utumishi wake alishika nyadhifa mbalimbali zenye uzito mkubwa wa madaraka, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nyadhifa zote hizi alijipambanua kwa umahiri
wa kupanga sera, udhibiti wa matumizi ya rasilimali na usimamizi wa uchumi wa taifa. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana, hasa katika kipindi kigumu cha uchumi ambapo tulilazimika kuchukua hatua ngumu kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mzee Msuya alikuwa ni mtu jasiri na mwenye maono. Hakuyumbishwa na vishindikizo vya ndani ya nchi wala nje ya nchi. Alisimamia misingi ya haki, uwajibikaji na uwazi, na alithamini sana mashirikiano ya kitaifa. Mbali na kazi ya serikali, Mzee Msuya pia alishiriki kikamilifu katika siasa za nchi yetu kwa weledi mkubwa. Alikuwa mwanachama wa TANU kwanza na baadaye CCM, na daima alihimiza siasa za hoja, maadili na heshima kwa kila mtu. Alikuwa ni daraja la kizazi cha waasisi na taifa la kizazi cha vijana viongozi wapya. Tanzania imepoteza hazina. Sisi tuliobaki tunabeba wajibu wa kuendeleza misingi aliyoisimamia, aliyoiamini na kuisimamia. Tunapoomboleza leo na kisha kwenda kumzika kwenye nyumba yake ya milele, tuendelee kumwenzi kwa vitendo vyetu vya kuwa waadilifu, wanyenyekevu na wenye kuzingatia umuhimu na kuliweka taifa letu mbele. Pumzika kwa amani. Mzee Cleopa Msuya, umemaliza wajibu wako kwa heshima na hofu ya Mungu. Taifa linakushukuru. Asante. Asante. Tunakushukuru kiongozi wetu Mzee John Samuel Malichela kwa niaba ya mawaziri wakuu wastaafu. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitambue uwepo wa viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa bunge pamoja na mahakama na watumishi wote wa serikali mlioko hapa, watoto, wajukuu na ndugu na marafiki wa marehemu pamoja na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, nayo nafasi fupi ya kutoa salamu, na salamu hizi ni za pole
kwako wewe Mheshimiwa Rais kwa kufiwa na kiongozi aliyekuwa mtumishi katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufikia ngazi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu na baadaye kustaafu. Tunakupa pole hii. Tunatambua ulipata nafasi ya kukutana naye wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro ulipokwenda kuuzindua mradi mkubwa wa maji ambao ulikuwa ndoto ya marehemu kwa miaka mingi kwa wilaya za Mwanga, Same na maeneo mengine jirani kupata maji yale. Fursa ile ilikupa nafasi Mheshimiwa Rais kupata mawili matatu kutoka kwake. Mheshimiwa Rais, tunakupa pole, lakini pia hata sisi ambao tunafanya kazi ofisi ya waziri mkuu tumenufaika na tunaendelea kunufaika na mchango wake toka utumishi wake akiwa waziri mkuu, nyaraka mbalimbali ambazo alizifanyia kazi, maelekezo ambayo kwa sasa yanaendelea kufanya kazi, nasi pia tumeguswa na msiba huu. Mheshimiwa Rais, nitoe pole kwa familia, watoto, ndugu na marafiki kwa kuondokewa na mzazi wetu, baba yetu ambaye wasifu wake umeelezwa vizuri sana na katibu mkuu ofisi ya rais mtumishi pamoja na dada yetu mtoto marehemu, wasifu ambao umeeleza namna ambavyo amekuwa bora katika familia, lakini pia kwenye utumishi wake ndani ya serikali, na sikusudii kurudia. Nataka nitumie nafasi hii kutoa pole kwa watumishi wa umma na wote walioguswa na msiba huu. Tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa anaendelea kutupa ushauri wa namna kutekeleza majukumu yetu ndani ya serikali, akisisitiza kutenda kazi kwa uaminifu, uadilifu, lakini pia na weledi wa hali ya juu kwa lengo la kutoa matokeo. Mheshimiwa Rais, baada ya kutokea kifo cha kiongozi wetu mstaafu hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya, pamoja na miongozo ya serikali lakini pia maelekezo yako, tumefanya maandalizi ya kutosha yanayopelekea kwenda kumhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Toka mwanzo akiwa Mzena, tulipompeleka kama mwili pale Lugalo, na baadaye nyumbani kwa marehemu hapa jijini Dar es Salaam. Maandalizi yameendelea na yako kwenye maandalizi mazuri pale Mwanga, lakini kule Usangi maandalizi yote yapo. Na kule Usangi tumepeleka timu ya mawaziri na makatibu wakuu na watendaji wengine serikalini. Nataka nikuhakikishie maelekezo yako yote yameendelea kutekelezwa na hali ni mzuri ya kwenda kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, naomba tukushukuru kwa kutupatia ndege itakayobeba mwili wa marehemu pamoja na wanafamilia kesho asubuhi ili kufika mkoani Kilimanjaro na baadaye Mwanga, ambako wana Mwanga na majirani na yeyote aliyeguswa na msiba huu atapata nafasi ya kuaga pale Mwanga mjini kesho, na baadaye jioni tutakwenda kijijini Usangi ambako kesho kutwa kutakuwa na hatua za mwisho za kwenda kumlaza kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ndogo niliyopewa ya kutoa salamu, tunakushukuru kwa maelekezo yako kwa ujumla, na nikuhakikishie kwamba safari hii ya mzee wetu tunaendelea kuiratibu vizuri. Mheshimiwa Rais, nikupe pole familia na wengine wote, na nimalize kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio alitoa na sasa anatoa, na jina lake lihimidiwe. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya salamu hizo za pole kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, inaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa salamu. Mheshimiwa Rais, karibu.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafamilia wa hayati Mzee Cleopa Msuya, viongozi wote mliopo hapa, waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana. Nami naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wa Zanzibar kutoa salamu za pole kwako Mheshimiwa Rais, kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa wa taifa wa kuondokewa na mpendwa wetu hayati Mzee Cleopa David Msuya aliyefariki tarehe 7. Ndugu wa Tanzania na ndugu waombolezaji, kwa hakika Watanzania tumempoteza kiongozi mahiri na aliyejitolea kwa moyo na kufanya kazi kwa uzalendo katika kuwatumikia Watanzania kwenye nafasi mbalimbali za utumishi na uongozi wakati wa uhai wake. Katika kipindi chake kwenye nafasi mbalimbali za uongozi alizowahi kushika, zikiwemo za ubunge, uwaziri, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwenye Chama cha Mapinduzi, alikuwa muumini mkubwa wa umoja na mshikamano wa Watanzania na muumini wa muungano wetu. Alifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na watu wote. Mzee wetu huyu aliwatumikia watu wote kwa uadilifu mkubwa na mara zote aliweka mbele maslahi ya taifa. Ndugu wa Tanzania na ndugu waombolezaji, kati ya mengi ambayo Watanzania tutaendelea kumkumbuka ni umakini wake katika kuisaidia Tanzania kukabiliana na changamoto za kiuchumi kutokana na athari za vita vya Kagera pamoja na mabadiliko ya kiuchumi ya wakati akiwa kiongozi mkuu katika serikali ya Tanzania. Aidha, hayati Mzee Msuya atakumbukwa pia kwa mchango wake katika kuimarisha maendeleo ya viwanda na biashara nchini pamoja na kuimarisha diplomasia ya uchumi. Hakika viongozi na Watanzania kwa ujumla tunayo mengi ya kujifunza kutokana na maisha na utumishi wa mzee wetu huyu. Hivyo basi, namna bora ya kumwenzi marehemu Mzee Msuya ni kuyaendeleza maono yake ya kudumisha umoja na mshikamano, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo ili kuhakikisha nchi yetu inazidi kupiga hatua za maendeleo kama alivyofanya yeye wakati wa uhai wake. Ndugu waombolezaji, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha kwa kutoa pole tena kwako Mheshimiwa Rais, kwa familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu wa mpendwa wetu hayati Mzee Cleopa David Msuya. Namuomba Mwenyezi Mungu ampe malazi mema mzee wetu, aipe subira familia na sote kwa pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Mzee Cleopa David Msuya mahali pema peponi. Amin. Asante Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninayo heshima nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, karibu sana Makamu wa Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote wa kitaifa mliopo, familia na ndugu wote wa marehemu, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waombolezaji wote,
Kwanza napenda kuungana na walionitangulia kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais, serikali, familia ya marehemu, wananchi wote wa Mwanga na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Lakini pili, katika utumishi wa serikali, hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya tumesikia alikuwa mzalendo, mwadilifu, mchapakazi, mahiri sana. Kwa kweli, kwa kifupi, alikuwa mfano bora wa kuigwa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu, na ninawaomba viongozi na watumishi wote wa umma kujitahidi kufuata nyayo zake. Mheshimiwa Cleopa David Msuya katika maisha yake baada ya kustaafu alikuwa kisima cha busara na marejeo ya kumbukumbu katika taifa letu. Mimi binafsi nilimkimbilia kuomba nasaha na maono yake ya mipango na maendeleo ya taifa letu nilipokuwa katibu mtendaji wa Tume ya Mipango, lakini pia kuhusu management ya uchumi na maendeleo ya sekta ya fedha nilipofuata nyayo zake kama waziri wa fedha, lakini pia katika majukumu yangu ya sasa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nilivyomuona mimi, Mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa mwenye akili nyingi, nasema sharp intellect. Alikuwa mfuatiliaji makini wa mambo muhimu katika nchi na dunia, na alikuwa mchambuzi hodari wa mambo. Alikuwa mkweli na mwenye msimamo thabiti. Aidha, Mheshimiwa Cleopa David Msuya aliendelea kufuatilia utatuzi wa changamoto za maendeleo ya wananchi wenzake wa Mwanga kila alipopata nafasi ya kusalimiana na viongozi wa kitaifa. Kwa mfano, nilipomtembelea nyumbani kwake Upanga na kule Mwanga, alinieleza kuhusu kusuasua kwa ukamilishaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mwanga, lakini pia mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe ambao umekuja kukamilika mwaka huu baada ya takriban miongo miwili ya utekelezaji. Kwa familia ya marehemu, natambua msiba huu ni pigo kubwa kwenu, lakini farijikeni kwa kuwa Mheshimiwa Cleopa David Msuya ataendelea kuwa katika historia ya Tanzania kama kiongozi wa kipekee aliyeacha alama nzuri. Lakini la pili, ninawaomba mkamilishe uandishi wa kitabu cha maisha yake ambacho yeye mwenyewe alinidokeza kuwa kilikuwa karibu kukamilika, na nina hakika dada Dr. Joyce unaweza ukaliongoza hili bila la wasiwasi. Basi naomba niishie hapa. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asante sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu za pole. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa ratiba yetu ya kitaifa ya kumwaga mpendwa wetu hayati Cleopa David Msuya, Makamu wa kwanza wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukio linalofuata sasa ni kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Nikuombe sasa Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, uongoze waombolezaji katika kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Karibu Mheshimiwa Rais. Wengine naomba tafadhali tuketi.
Mheshimiwa Rais, baada ya hatua hiyo, nikuombe sasa kwa heshima na taadhima tukuruhusu waendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Inaombwa sasa Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pite kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Wengine wote inaomba tafadhali tutulie nafasi zetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukuombe uambatane na mwenza wako mama yetu. Asante. Nikuombe sasa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Karibu sana. Asante. Inaombwa sasa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa. Ukiwa umeambatana na mwenza wako. Asante. Asante. Inaombwa sasa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kuambatane na mama yetu. Inaombwa sasa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uambatane na mama yetu katika kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Karibu Mheshimiwa.
Asante. Inaomba sasa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais